Na mkarufuata habari za leo nchini DRC, tuanzie mashariki ambamo Kanali Joseph Nganzo Olikwa, kamanda wa brigedi ya 12 ya majibu ya haraka ya FARDC, aliuawa tarehe 3 Machi mwaka huu wakati wa mapigano dhidi ya Twirwaneho wanaoshirikiana na M23 huko Mikenge, jimboni Kivu ya Kusini. Na wafanyakazi 5 wa shirika ISSN waliuawa katika shambulio la watu wenye silaha kwenye makao makuu ya hifadhi ya taifa ya Upemba huko Lusinga ndani ya jimbo la Haut-Katanga. Hujambo. Kanali Joseph Nganzo Olikwa, kamanda wa brigedi ya 12 ya majibu ya haraka ya jeshi la FARDC, aliuawa tarehe 3 Machi mwaka huu katika mapigano dhidi ya Twirwaneho walioungana na M23 huko Mikenge, mkoa wa Kivu ya Kusini. Blaise Basabose ana maelezo kamili. Alikuwa kamanda wa brigedi ya 12 ya intervention rapide. Aliuawa huko Kitavi kwenye barabara ya Mikenge katika Kivu Kusini. Alipigwa na risasi ya sniper. Waskari wengine 2 walikufa pamoja naye, kilisema chanzo cha usalama ya Kivu Morning Post. Mwaka 2022 Umoja wa Ulaya uliwekea vikwazo Kanali Joseph Nganzo Olikwa. Alishutumiwa kuongoza vikosi vilivyoendesha shambulizi dhidi ya raia na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, hasa ubakaji wa wanawake katika Juni Disemba mwaka 2021 huko Kivu Kusini. Pia alijulikana Beni, Kivu Kaskazini, ambapo alipigana na kundi la ADF, waasi wa Kiislamu wanaohusishwa na EAC. Kifo chake kimetokea wakati wa mapigano bado yanaendelea Kivu Kusini. Jeshi la Kongo pamoja na wazalendo na jeshi la Burundi limeanzisha mashambulizi na kuchukua tena vijiji kadhaa vilivyokuwa chini ya Twirwaneho. Mashirika ya kiraia la eneo hilo yanalishutumu jeshi kwa kuchoma vijiji kwa kutumia drone kusaidia askari wa ardhini. Ndani ya jimbo la Haut-Katanga, wafanyakazi 5 waliuawa katika shambulio la watu wenye silaha kwenye makao makuu ya hifadhi ya taifa ya Upemba huko Lusinga. Shirika ISSN imelaani vikali shambulio hilo dhidi ya eneo hilo lililohifadhiwa. Prosper Heri ana maelezo zaidi. Kulingana na taasisi ya uhifadhi wa mazingira ya Kongo ISSN, ni kwamba walifanya kikao mara moja kisha tukio hilo kwa kushauriana na vikosi vya usalama mkiwemo jeshi la Kongo na huduma za usalama. Hatua kadhaa zilitekelezwa ili kuhakikisha usalama wa wafanyakazi kwa mujibu wa haki za binadamu na viwango vya kimataifa. Wakati wa shambulio hili, miundombinu kadhaa ilipata uharibifu mkubwa, ilieleza ISSN, ambayo inasema kulaani kwa ukali zaidi ukiukwaji huu wa wazi ya sheria ya kimataifa na mikataba ya kimataifa. Kitendo hiki kinaashiria uvunjaji moja kwa moja wa kanuni ya kutoegemea upande wowote, ilieleza ISSN katika taarifa yake. Uongozi mkuu wa ISSN ilishukuru kile ilichokiita kama ushupavu wa wafanyakazi ndani ya mbuga la wanyama la Upemba, ambao wako tayari kutoa maisha yao ili kabisa kukinga eneo hilo. Alitoa risala za rambirambi kwa familia ambazo zilipoteza wapendwa wao na kusema kuwa hatua madhubuti zitachukuliwa ili kuadhibu vitendo hivyo. Tubaki mashariki mwa DRC. Mhanga mmoja wa vita huko Ituri anaeleza hali ngumu ya maisha. Hana fedha wala huduma za msingi za kijamii. Hawezi kukidhi mahitaji ya watoto wake na analamika ukosefu wa maji safi. Zaidi ya familia 100 zinaishi bila msaada wa kutosha na zinakabiliwa na magonjwa na utapiamlo. Mara mingi nyema alikuwa simulia bengine balikuwa tunaingia kuua si bengine ndipo wasema hapana, mwache tu baile bangi saidiana nisi tutapata vile babibi bengine, mwache tu batoto wale batani kushota mai. Meidia ba mingi alikuwa tu ku nilikuwa kalala usiku wakombata rafika
Bangi tulikuwa na bao bakakimbia. Msingisi kapitia mie. Bali bakafika, bakalamusha ni kwanja. Bakabeba ya kwanja balianja funga kitanda nyimi nikabalia. Ya pili bakasaka mi pale kwa nyimi kwa kumsingisi bakalamusha mie bakalesha ni kwa ile msiku. Tunanje ndalambao kufika kunjia na bao kama tatu bengine na benjanga. Fika kunjia sasa kuingilia. Pale tunataka bengine na manafiki kama bakarikipelea kufungia. Tukaingia na bao ile story. Tukaenda ka preski 8 km. Tukafika kule. Bengine bananje litabu wa bwana. Kila mtu banagawenda yake tulikuwa 3 filles tulikuwa batoto. Bakasema hapana, baile hapana kutabu wa bwana. Bakwetu banani batoto bebe bananga sasa ni kazi kushota mai na kusukula sana. Nyumba tulikuwa na mapaleki na mamaleki na batoto. Sasa wakati bakafika ka briske bakanilamusha, msingisi kapitia mimba alamusha mimba mimi natoka pia kusalu. Mimi naikala tena mimi nakuja kushamba mimi vile kama narudia je albao akakimbia. Manona wakizi ni banani boka chongana tu bakakimbia. Wakati tuliendaka kule tulifika presque 4-5 jours pale. Chakula tuliendaka na Munjia. Bakabebesha watu tule na chakula nyenye kutaka baki bashaivisha, bakabebesha watu. Kufika kunjia bao bananja balikuwa kana ba Musa vile. Ni tutakula Musa na bao bakakula chakula yetu tulibeba kao ya. Bao bananja kula na sio kula ba Musa kuchoma na mama wale. Na nini na mwoko. Tulikuwa lalia tu saki banini ba vitu kundizi ile tu balikuwa tandika tunalalia tu yao. Na bao bakubwa nya kule balikuwa lalia matelanye bali tulibebaka. Wakanye balikuwa mumoya tuligonjwa kule. Aligonjwa kake tu kule na akakufaka tu hivi. Maneno yake tukaachake tu hivi. Wakanye mbula alikuwa kuya tutasiporte tu pale basi akufa pana. Mbula tapika ni pale yu ablikisha kwangu na kaukiana kitu pale peke. Na bangine batoka mmoja toka na mimba katika kopetale. Bakalitie dawa anakuwa tu bien. Ndio kukula iko tu batasabula tu batu fulani muende mimi tafuta Musa ama mwoko tu kushamba mtu tu mnakuta mnabeba mnenda naye kupika bila iko tu mnachoma mnakula hao. Mumanya kasimesi hapana niye muvutie mumipeke mtu yaka mtasamba kule je. Tunaanza kuja tu poripori pembeni tukasikia kakapika masasi na chetu kwaenda. Bengine basema hapana turudi alizopika masasi bengine asema hapana tuende salisema si tuende peke toje kama tajisoveje nyote tukaenda kesho kama kule akafaka nini si atuwe. Ndio si beba ane tu kwanza bali kunjaga siku kubeba kwa yao. Ndio premier siku banaanza fundisha si na pili baba fundisha siku sharje yao. Abakasimaka bafundisha siku ingiza mbegu bakasemaka hapana. Mande tukafaka kule 3 semaines bakasemaka hapana baile batoke bengine baingie bafundishe bao. Huko Kinshasa waendesha pikipiki wanalalamika juu ya vitendo vinavyoonekana kuwa vya unyanyasaji katika ukusanyaji wa kodi ya maegesho. Kulingana na ushuhuda kutoka idara ya mijini ya uchunguzi, baadhi ya polisi wasio na ruhusa wanadai fedha kwa waendesha pikipiki eneo la magazin hata bila kosa yoyote. Kumoni ba polisi bae bakangi 10 moto ekomi kuna na la polisi. Okomi chef nasali elokote. Bon, olobini pesa 100,000 totika moto na. 100,000 nazana moto na 50,000 te, pesa 70,000. Obimi 70,000 opesi. Ba pesa moto. Mais ça là un document, ya ke tukanga kio moto, totika okenda. Document ezate. Abengani okay. Après 10 minutes, bakongi sous. Bakangi le même moto, quand le même jour. Quand le même jour. Oyebi si bango te mebokanga bayebi su wana te o document ezalaki te place mbongo ekei eyebani te bakangi yo lisusu eske bongo ekendaka wapi bino nano boyebisa biso mpe batu oyo bakozala kokanga na mota ayeba droit na ye mpe bino mpe bolakisa biso droit na biso toyeba so moto aye akangi biso toyebi te tokende te tose reconnaître bino mpe bosala nini bolakisa biso nzela ya komiyeba
Voilà qui ça moto ya kokanga moto na moto ya kokanga te. Soit so bomoni makambo tolo beza lukutu. Poza na batu na bino o ba koya ko observer makambo toloba. Soki monteur aza na arrière, soit akoseli ba policier wana bino mo bo juger entre monteur na la police ya kokanga moto. Tubaki ndani ya mji wa Kinshasa. Uongozi wa Trans Academia na Transco umeamua kushirikiana kukabiliana na changamoto za kijamii na kiutendaji. Mkurugenzi mkuu wa Trans Academia George Ongelo amekutana na mkurugenzi mkuu wa muda wa Transco Solange Kibedi Odra kujadili matatizo ya pamoja ya mashirika hayo ya usafiri wa umma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumalizie Kwilu. Waziri wa miundombinu John Banzalunda amezindua tarehe 3 Machi kazi za ukarabati na uboreshaji wa barabara ya mkoa nambari 231. Barabara hiyo inaunganisha Bachamba na Kakobola kupita Gungu. Sherehe hiyo imefanyika mbele ya wabunge wa kitaifa na wa mkoa. 69 km de pistes à transformer à terme en routes revêtues pour lancer ainsi le développement du territoire de Gungu dans la province du Kwilu. Voilà le résumé qui convient à ce nouveau projet de l'Agence congolaise des grands travaux lancé ce mardi 3 mars par son ministre de tutelle, John Banzalunda. La cérémonie qui a vécu au village Bachamba, point de départ de ce projet routier qui va se terminer à Kakobola après avoir traversé Gungu, a connu la participation de l'exécutif provincial, des députés tant nationaux que provinciaux et des sénateurs, tous élus de la zone. Le mot de bienvenue à l'assistance, dit par le vice-gouverneur Espoir Massamanki, a été suivi d'une déclaration du caucus des élus du territoire de Gungu, saluant le projet. L'ingénieur Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, dont la structure va piloter le projet, financé dans le cadre du programme sino-congolais et exécuté par Cisco SA, l'a présenté à l'assistance, donnant les garanties que ce dernier ira bien à son terme. Si nous sommes réunis aujourd'hui à Bachamba, ce n'est pas seulement pour lancer un chantier. C'est pour matérialiser dans le sol de Kwilu une vision nationale. Une vision portée au plus haut sommet de l'État. Une vision qui place les infrastructures au cœur de la souveraineté nationale. Une vision qui affirme qu'aucun territoire de la République ne doit laisser à marge du développement. Ce projet comprend les dégagements et nettoyage de l'emprise, la mise en œuvre des couches de chaussées, la construction et la réalisation des ouvrages d'assainissement, le renforcement des ouvrages de franchissement existants, la signalisation des dispositifs de sécurité sur un total linéaire de 69 km. Avant de prendre place à bord de la bulldozer de la firme Sino-Hydro 11, sous-traitant de Cisco SA, le ministre a eu un mot pour la population. Bana Gungu oye! Bana Kwilu oye! Bana Fachi Beton oye! Nani azotonga Kongo? Nani azotonga Kongo? Nani azotonga Bandundu? Bana Gungu Kiesekele? Kiesekele? Maboko, 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 pona bino moko. Dans un premier temps, la route sera ouverte de bout en bout sur l'ensemble de ces 69 km et dans la seconde phase, elle sera revêtue. Pendo mtazamaji, pamoja na habari hizo toka Kwilu, ndio tunakomesha habari za leo yaliyojiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nikushukuru kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho kwa habari zingine.